kilichotolewa na Mheshimiwa mbunge nimekizindua rasmi leo tarehe 21 mwezi wa 3. Piga makofi mengi. Wakati huo Kyela safi. Mheshimiwa mbunge wetu, kamati ya ulinzi na usalama, katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya anayemwakilisha mwenyekiti, pamoja na kamati ya siasa, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, waheshimiwa madiwani, viongozi wa dini, viongozi wa chama kutoka katika kata zetu, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Kazi na utu. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwanakondoo ameshinda. Tumfuate. Amina. Awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha siku hii ya leo kukutana wote tukiwa wazima wenye afya, lakini pia tunao kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha katika jambo hili, jambo la heri, jambo ambalo kwa kweli katika mioyo yetu tuna kila sababu ya kumwombea mbunge wetu kwa hiki ambacho amekifanya. Binafsi nimejawa na furaha, lakini furaha hii binafsi nimeamua kuielekeza kwa Mwenyezi Mungu kumshukuru kwa hiki ambacho Mheshimiwa mbunge wetu amekifanya. Lakini pili ni kushukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kunipa mwaliko huu wa kuja kuzindua chombo hichi. Ulikuwa una uwezo wa kukizindua mwenyewe, lakini kumtafuta mtu mwingine, lakini ukaona ni vyema unialike mimi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa mwaliko Mheshimiwa mbunge. Lakini pia nitoe pongezi kwako kwa kutuletea chombo hiki. Mimi kama mkuu wa wilaya, ndio maana nimesema mwanzoni nimejawa na furaha. Ninaelewa ni kwa kiasi gani wananchi wa wilaya ya Kyela huwa wanapata shida ya usafiri wakiwa kwenye matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuleta chombo hiki, binafsi naona umetembelea mule kwenye maono ya Mheshimiwa Rais ambao anataka tuache tabasamu kwa wananchi wetu, lakini sambamba na hilo kutatua changamoto ndogo ndogo, ili katika macho yetu inawezekana mtu mwingine akaona ni jambo dogo sana, na mwingine hata pengine katika moyo wake akajiuliza jambo gani hivi. Lakini sisi ambao tunakutana na wananchi na tunajua kile ambacho mara nyingi wanakutana nacho, kwa kweli sisi tunaona ni jambo kubwa sana. Ni jambo kubwa na ambalo kwa kweli ninaamini wengi watalifurahia. Wote tunajua utaratibu wa ambulance yetu ulivyo. Utaratibu wa ambulance ni kumtoa mgonjwa kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine, na si kumtoa nyumbani. Sasa wengi unakuta kuna mgonjwa amezidiwa yuko nyumbani. Sasa hata wanandugu unakuta kuchangishana ile kutafuta usafiri. Si kwamba wewe unapenda sana wana Kyela, lakini nilichokiona kwako, umekaa chini, umeangalia wana Kyela wana changamoto gani. Yaani hapa umeenda kugusa kwenye mtima wa moyo wa wana Kyela. Kwa hiyo kwenye hili mimi nakupongeza. Na kwa jinsi nilivyosikiliza dhumuni ya gari hili ni kwa ajili ya kuwahudumia wana Kyela. Sasa ndugu zangu, mwenyewe kashasema kuwahudumia wana Kyela. Na Mheshimiwa mbunge wetu ametokana na wana Kyela. Tusije tukaleta ugumu, kwa sababu kuna wale wenzangu na mie anataka achukue mzigo, achukue mgonjwa wake Ileje ampeleke sijui wapi, akinyimwa anaanza kusema gari lenyewe si la msaada. Sasa mimi kazi yangu moja tu kuwaombea kwamba wale ambao watakuwa wanaeneza mabaya kwa sababu mambo yao binafsi hayajatimia, Mwenyezi Mungu awagonge huko. Nimesema hivyo kwa sababu unajua kuna watu wengine, jamani, tuishi sasa. Tuishi sasa, zama zimebadilika.
tuishi sasa, na mwenzetu akifanya jambo zuri tumsifie. Na si hivyo tu, kumsifia haitoshi, lakini pia kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Yaani ni wengi tunapewa nafasi mbalimbali, lakini tunashindwa kufanya vitu vidogo tu. Kwa hiki ambacho umekifanya Mheshimiwa Mbunge, kwa kweli nakosa maneno ya kusema, kwa sababu binafsi ninakutana na hizi changamoto mara nyingi. Tumekuwa tukitoa hata magari yetu ya kazini kwenda kufanya hii shughuli ya kuwatoa wagonjwa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kuanzia sasa ninaamini hii changamoto inakwenda kutatuliwa. Lakini jambo lingine ni kusisitiza tu, na mimi kama ambavyo mhusika Mheshimiwa Mbunge wetu amesema, wale ambao wataaminiwa kwa ajili ya kukiongoza hichi chombo, kwa ajili ya kutoa huduma, basi tuhakikishe tunautoa huduma bora. Unajua, unapotoa huduma kwa jamii kuna mambo mawili. Kuna siku mimi mbaye ndo mwenye shida, ndo nimeshaanza kujizindua. Chombo hiki cha kutoa huduma kwa jamii wilaya ya Kyela kilichotolewa na Mheshimiwa Mbunge nimekizindua rasmi leo tarehe 21 mwezi wa 3. Piga makofi mengi. Ulivyofanya siku ile, utaiwasha kidogo alafu tujue tayari inawaka ama iwaki. Na ikiwezekana uiendeshe kabisa. Kwenda amekabidhiwa funguo kuona yaliyomo yamo. Jamani, tunataka kuona yaliyomo yamo. Jamani, pigeni makofi mengi na vigelegele. Naomba tulioko nyuma kule, naomba tufunge mlango. Sogea nyuma, mkuu wa wilaya anarudi nayo. Ni dereva mzuri. Rudi mbele tena. Yes. Wilaya ya Kyela yanakwenda kutokana na mbunge wetu Baraka Mwamembe. Kama vile ambavyo ukiongelea ulinzi na usalama katika wilaya yetu, uachi kumwongelea mkuu wetu wa wilaya mama yetu Josephine Manase, na unapoongelea kumcha Mungu na kutenda yaliyo mema, uwezi ukawaacha kuongelea viongozi wetu wa dini. Vile vile unapozungumzia jamii ya wilaya ya Kyela na desturi zao, uwezi ukawasahau machifu na mafumu na watu wao. Wapigie makofi. Lakini niongeze la mwisho, katika wilaya ya Kyela tutegemei kumpata kiongozi mwenye dharau, kujivuna, kujiona akiwa madarakani. Kwa hilo, katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika wilaya hatutegemei kupata kiongozi kama huyo. Asante sana. Asante sana chifu wetu. Baada ya hapo baba yetu Kaja Keru utatuongoza kwa sala kuu ama